Mtazamaji, ujumbe wa amani na heshima miongoni mwa viongozi ulisheheni hii leo katika ibada iliyoongozwa na dhehebu la Akorino katika ikulu hapa Nairobi. Ibada hii ilihudhuriwa na waumini wa Akorino na baadhi ya viongozi wakiwemo Rais William Ruto, naibu wake Profesa Kithure Kindiki na mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah miongoni mwa viongozi wengine. Aidha, viongozi hao walisisitiza umuhimu wa umoja wa nchi, huku wakidai kuwa uhusiano kati ya rais na dhehebu hili la Akorino ulianza hapo awali bila kuhusishwa na ukabila. Hilda Kipto ana maelezo ya kina. Hatimaye waumini wa dhehebu la Akorino walifika ikulu. Hata hivyo, mwaliko huu umeonekana kuleta vikwazo, huku waumini hao 6500 wakikejeliwa na kukashifiwa kwa kukubali mwaliko huu, jambo ambalo lilikemewa vikali katika mkutano huu. Tafadhali tuheshimiane. Tuheshimiane kwa sababu nimesikia kuna ndugu zetu wengine wameanza kutusi ndugu zetu wa Akorino kwa sababu wamefika hapa leo. Hii ikulu, kumekuja hii ikulu madhehebu mengi sana. Madhehebu mbalimbali. Rais amewaita hapa kwa sababu yeye ndiye anasimamia umoja wetu sisi zote. Vile swala la viongozi kuwatusi viongozi wenzao liliibuka, huku wito wa viongozi kuheshimiana ukiibuliwa. Hii ni baada ya viongozi kurushiana cheche za maneno katika mazishi ya mbunge wa Olkalou David Kiaraho wiki jana. Wacha kujipiga kifua. Ukitukana hata viongozi kama hawa wa kanisa, kuambia ni tumbo zao zinawaongoza, ni wasaliti, sababu wametembea kwa ikulu yao ya Jamhuri ya Kenya. Wacha kutukana viongozi sababu wamekataa mwito wako wa siasa za ukabila na migawanyiko. Let us respect each other. Na Rais William Ruto aliitetea uhusiano wake na jamii ya Akorino, akisema hauna msingi wa kikabila na kuwa Kenya hii ni kubwa kwa kila mmoja. Aliongeza kuwa aliwataka viongozi kuonyesha mifano ya kuigwa na wala sio ya kuigawanya taifa. Na wale wenye kiburi, wako na madharau, wako na matusi, hawa msijali na wao. Ukiona mtu ambaye ako na kiburi, ako na matusi, ako na madharau kwa kiongozi, hiyo ni kumaanisha huyo mtu hafai kuongoza. If you are not patient enough to be led, you are not made of the material to lead. Hilda Kipto, NTV.